Mimi naitwa Daniel John Komba, ni marketing manager wa Wireless Company Limited, lakini niko hapa leo kwa ajili ya kuzungumzia kwa ufupi ligi ya Wireless Super Cup ambayo inahusisha shule za sekondari. Wireless Super Cup shule za sekondari ni ligi ambayo imeanzishwa au mwanzilishi wake ni mkurugenzi wa Wireless ambaye ni ndugu Frank Peter Ndunguru. Yeye ndiye namba moja kwenye kuanzisha haya mashindano. Kwa hiyo mimi nazungumza kama management wa ofisi ya Wireless, lakini pia ni sehemu ya waratibu wa ligi hii ya Wireless Super Cup shule za sekondari. Ligi yetu ya Wireless Super Cup shule za sekondari tulianza tarehe 20 ya mwezi wa pili na tukaenda robo finali, tukavuka nusu finali, sasa hivi tunaelekea finali. Kimsingi niseme tu mwitiko wa ligi hii kwa wananchi, wanafunzi na walimu ni mwitiko mkubwa sana. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwapongeza wale wote ambao wanatuunga mkono, aidha kuhudhuria kwenye hiyo ligi inavyoendeshwa, lakini pia kuja kushuhudia mtanange wa ligi hii ya wanafunzi inavyoendelea. Kwa hiyo niseme tu mwitiko wa wananchi ni mkubwa sana, lakini sambamba na hilo ligi yetu sasa hivi tunaenda kwenye finali, na finali tutafanya tarehe 6 ya mwezi huu wa 3 2026 kwa maana ya Ijumaa wiki hii. Maandalizi yako vizuri, tumejiandaa vizuri sana, lakini pia tulikuwa tumeandaa zawadi kwa hao ambao watakuwa mshindi wa kwanza, wa pili na wa tatu. Lakini sambamba na hilo tutaanza siku ya Ijumaa, tutaanza na mechi ya kwanza kumtafuta mshindi wa tatu, ambapo watakutana shule ya sekondari Agustivo na shule ya sekondari Mikiga. Kwa hiyo mechi hiyo itachezwa saa 8 mchana. Baada ya hapo tutaenda kwenye mechi ya finali ambapo itafanyika saa 10 jioni. Na watakao shindana itakuwa ni timu ya shule ya sekondari Makita na shule ya sekondari Mbinga. Tumezoea kuita Mbinga Day. Kwa hiyo hao ndio watakao chuana kwa ajili ya kumtafuta mshindi wa kwanza na wa pili. Lakini kwenye hii ligi tulikuwa tumeandaa zawadi. Na zawadi ya mshindi wa kwanza tulioiandaa ilikuwa ni jezi na mpira. Lakini pia mshindi wa pili zawadi ni jezi. Alafu mshindi wa tatu atapata zawadi ya mpira. Sambamba na hilo, kutokana na mwitiko na hamasa kubwa ya wananchi wa Mbinga mjini kusapoti vijana, kusapoti Wireless kwenye ligi hii, mkurugenzi wa Wireless ndugu Frank Peter Ndunguru aliona zawadi iongezeke. Kwa hiyo yeye ameongeza zawadi ya kikombe maalum kwa mshindi wa kwanza. Kwa hiyo mshindi wa kwanza atakuwa na zawadi ya kikombe maalum, jezi pamoja na mpira. Kwa hiyo ukiachana na zawadi hizo, kutakuwa na zawadi pia kwa mchezaji bora, atapata zawadi, lakini hiyo itakuwa ni surprise, lakini ni zawadi nzuri. Lakini kuna zawadi ya mfungaji bora, naye atapata zawadi. Alafu kuna golikipa bora atapata zawadi. Tutakuwa na zawadi pia ya kocha bora wa mashindano haya, naye atapata zawadi. Lakini ukiachana na hilo, tutakuwa na zawadi ya kikundi au shule ambayo imefanya hamasa kubwa sana katika ushangiliaji. Nao tumewaandalia zawadi. Iko zawadi ambayo itatoka siku hiyo. Lakini sambamba na hilo, tulikuwa na malengo kwenye hii ligi ya Wireless Super Cup kwa shule za sekondari. Lakini lengo la kwanza ilikuwa ni kuhamasisha umoja na mshikamano ndani ya jamii yetu. Lakini lengo la pili lilikuwa ni kuinua na kukuza vipaji kwa vijana ndani ya wilaya yetu. Lakini lengo la tatu ilikuwa ni kuimarisha afya kwa vijana wetu. Lengo la 4 ilikuwa ni kuhamasisha taaluma kupitia michezo. Kama unavyojua, wanafunzi kusoma tu bila kufanya michezo, bila kufanya sanaa, akili haichangamki. Kwa hiyo tukaona tufanye hiyo ligi ili kuhamasisha kuinua taaluma kupitia michezo.
michezo iwe source ya kuinua taaluma. Kwa hiyo kuna lengo lingine ni kushirikisha jamii katika masuala ya utunzaji wa mazingira. Hii hapa mfano ni siku ambayo tumezindua ligi tarehe 26 ya mwezi wa pili. Mgeni rasmi kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma alivyofika, tulienda naye kupanda mti kwenye shule ya sekondari Mbinga na tulipanda miti zaidi ya 5. Hii yote ni kuhamasisha jamii kutunza mazingira yetu. Lakini lengo lingine lilikuwa ni kuhamasisha upendo na amani katika jamii yetu. Sisi Wireless kimsingi ni wadau wakubwa wa amani na upendo kwenye jamii yetu. Kwa hiyo kila tunachokifanya lazima tukahubiri amani. Huo ni wimbo wa taifa, lakini sisi Wireless pia tunatembea na wimbo huo. Lakini sambamba na hilo, tulikuwa na lengo lingine la mwisho, kuhamasisha vijana kuwa mabalozi wazuri wa amani na kujiepusha na utumiaji wa dawa za kulevya. Na kipindi tunaendesha hii ligi, tumekuwa ni sehemu ya kutoa elimu hizo, kuhamasisha vijana wajiepushe na makundi ya hatari, makundi ya ovyo ovyo ambayo yanaweza yakaathiri elimu yao. Hayo mambo yote sisi tumeenda nayo na yanakwenda vizuri. Kwa hiyo niseme tu kwa niaba ya kamati ya maandalizi ya ligi hii, niwaalike wananchi wote, wanafunzi wa shule zote, walimu wote na wapenzi na wadau wa michezo kuhudhuria siku ya fainali tarehe 6 ya mwezi wa 3 2026 kwenye fainali ya ligi hii ya Wireless Super Cup kwa shule za sekondari. Usipange kukosa.